Bana, hivi karibuni kumekuwa na lile sakata ambalo lilimhusisha rais wa Marekani bwana Donald Trump, ambaye alitoa maelezo yenye mapendekezo takriban 20 kwamba Israel pamoja na Palestina wanatakiwa kusitisha mapigano, na hasa walikuwa wanailenga sana Hamas, ambacho ni kikundi cha wanamgambo ambacho ndicho kinachokabiliana na hiyo Israel. Na Waisraeli wenyewe wakasema kupitia kwa waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu kwamba wako tayari kusitisha mapigano na kubadilishana wafungwa kama ishara ya kutii maagizo yaliyotolewa na Marekani. Lakini wakati Israel pamoja na hiyo Hamas wakitarajiwa kubadilishana hao wafungwa, ni kwamba Israel imefanya mashambulizi makubwa sana katika mji wa Gaza usiku kucha, ambapo kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa ni kwamba Israel wamefanya mashambulizi hayo ambayo yamesababisha makazi yasiyopungua 20 kuharibiwa, lakini pia hasara mbalimbali zimeripotiwa pamoja na watoto wengi kujeruhiwa kutokana na mashambulizi haya ambayo yamefanywa na Israel. Tumeona mataifa mbalimbali kama Spain, Italy pamoja na Ureno wametoa taarifa ya kulaani kile ambacho kinafanywa na hiyo Israel. Na tumeona pia kuna maandamano yanaendelea katika maeneo mbalimbali duniani. Tumeona Spain pale Madrid pamoja na miji ya Barcelona kuna maandamano ambayo yanaendelea sasa hivi kwa zaidi ya wiki, wakilaani Israel kwa kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali, na hasa maeneo mengine tumeona kama kule Roma, Italy pamoja na Lisbon, na kwenyewe huko kuna maandamano makubwa sana ambayo yanaitaka Israel kuacha mashambulizi ya moja kwa moja kule katika ukanda wa Palestina na hasa kwenye eneo la Gaza. Na kwa upande wa Italy kwenye maeneo ya Roma pamoja na Lisbon, zaidi ya waandamanaji milioni 2 walionekana hasa siku ya Ijumaa wakitoa shutuma kwa Israel kufanya mashambulizi, huku wakimtaka waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu kusitisha mapigano na kubali kukaa katika meza ya mazungumzo. Lakini katika upande huo huo tumeona wa Hamas wenyewe wakawa wamekubali baadhi ya masharti ambayo yalitolewa na Marekani, wakasema wako tayari kukaa kwenye meza mazungumzo na ikiwezekana basi wasitishe hayo mapigano. Lakini kwa bahati mbaya zaidi, ikiwa kuna masaa machache sana ambayo yamesalia, ni kwamba Israel imefanya mashambulizi hayo ambayo yamepelekea vifo vya watu kadhaa. Sasa ripoti ambayo imenifanya mpaka nikaja na huu uchambuzi ni juu ya kile ambacho kilizungumzwa na hiyo Hamas. Kundi la Kiislamu la Hamas, taarifa ambao walitoa Oktoba 3 ilionyesha makubaliano ya kuachilia huru mateka wote wa Israel, lakini pia Hamas ikathibitisha utayari wa kundi hilo kuingia mara moja katika mazungumzo kujadili maelezo ya mpango wa kusitisha mapigano uliopendekezwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Na kupitia katika taarifa ambayo inasema Hamas imewasilisha kwa wapatanishi jibu la mpango huo ambao ulitolewa na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Inasema wamekubali kuachilia mateka walio hai na waliofariki ili kukomesha uhasama na kufikia kujiondoa kabisa kwa vikosi vya Israel kutoka katika ukanda huo wa Gaza. Trump mapema Oktoba 3 alichapisha kwenye mitandao ya kijamii kwamba mpango huo lazima ufikiwe ifikapo saa 12 jioni ya Oktoba 5 kwa saa za eneo la mashariki mwa Marekani, akionya kwamba kama sivyo basi jehanamu yote kama hakuna mtu aliyewahi kuona hapo awali itazuka dhidi ya hao Hamas. Hata hivyo alichapisha tena baadaye taarifa akisema, naamini wako tayari kwa amani ya kudumu. Israel lazima pia ikomeshe mara moja mashambulizi kwenye huo ukanda wa Gaza. Trump alitangaza mpango wa kusitisha mapigano yenye vipengele 20 baada ya kukutana na waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu katika ikulu ya Marekani Septemba 29, 2025, ambapo Netanyahu alisema ataunga mkono mpango huo. Mpango huo unasema ikiwa pande zote mbili zitakubaliana, basi vita vitakwisha mara moja na operation zote za kijeshi zitasitishwa. Inaeleza kuwa Hamas lazima iwarudishe mateka wote ndani ya saa 72 baada ya Israel kukubali hadharani makubaliano ambayo waliyatoa. Sasa nimewaletea hapa huo mpango ambao umetolewa na Hamas, ambao walichapisha wakaandika kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, harakati rasmi ya Hamas
taarifa kuhusu msimamo wa harakati ya Hamas dhidi ya mapendekezo rais wa Marekani bwana Donald Trump. Hii ilikuwa sasa ndio taarifa kamili, official statement, ambayo imetolewa na kundi la wanamgambo wa Hamas kuhusu msimamo wao wa hizo harakati dhidi ya mapendekezo ambayo yametolewa na rais wa Marekani bwana Donald Trump. By the way, waliandika maneno haya, naomba nisiongeze wala kupunguza neno. Ili kukomesha uvamizi na vita vya maangamizi vinavyokumba wananchi wetu jasiri katika ukanda wa Gaza, na kwa kuzingatia wajibu wa kitaifa pamoja na kujali misingi, haki na maslahi ya watu wetu, harakati ya upinzani wa Kiislamu Hamas imefanya mashauriano ya kina ndani ya vyombo vyake vya uongozi, pamoja na mashauriano mapana na nguvu za kisiasa pamoja na makundi ya Kipalestina, pamoja na mashauriano na ndugu zetu wapatanishi na marafiki, ili kufikia msimamo wa uwajibikaji katika kushughulikia mpango wa rais wa Marekani bwana Donald Trump. Baada ya kufanya uchambuzi wa kina, harakati imefikia uamuzi wake na kuwasilisha majibu yafuatayo kwa ndugu wapatanishi. Harakati ya upinzani ya Kiislamu Hamas inathamini juhudi za Kiarabu, Kiislamu na kimataifa pamoja na jitihada za rais wa Marekani Donald Trump za kutaka kukomesha vita dhidi ya ukanda wa Gaza, kubadilishana wafungwa, kuruhusu mara moja kuingia kwa misaada, kukataa utekaji wa ukanda huo na kupinga kufukuzwa kwa wananchi wetu wa Kipalestina kutoka katika eneo hilo. Katika muktadha huu na kwa namna inayolenga kusitisha vita na kuondokana kabisa na jambo hili la mkwamo, harakati inatangaza kukubaliana kwake kuachia huru wafungwa wote wa upande wa Israel walio hai na waliofariki kwa mujibu wa formula ya kubadilishana iliyomo katika pendekezo la Rais Trump, sambamba na kuweka masharti ya kiuwanja ya utekelezaji wa mchakato huu. Katika hali hii, harakati inathibitisha utayari wake wa kuingia mara moja kwenye mazungumzo kupitia wapatanishi ili kujadili undani na namna gani ya kutekeleza. Aidha, harakati inaweka sharti la kukabidhi usimamizi wa ukanda wa Gaza kwa chombo cha Kipalestina kinachoundwa na wataalamu huru, kwa maana ya technocracy, kitakachopatikana kwa maridhiano ya kitaifa ya Kipalestina na kuungwa mkono na ulimwengu wa Kiarabu pamoja na ulimwengu wa Kiislamu. Masuala mengine yaliyomo kwenye pendekezo la Rais Trump kuhusu mustakabali wa ukanda wa Gaza na haki za kiasili za wananchi wa Kipalestina yamefungamana na msimamo wa kitaifa wa pamoja, na kwa mujibu wa sheria na maazimio ya kimataifa husika, masuala haya yatajadiliwa ndani ya mfumo wa kitaifa wa Kipalestina ambao Hamas ni sehemu yake na itachangia kwa uwajibikaji kamili. Hii ilikuwa ni sehemu ya taarifa ambayo imetolewa na hilo kundi la Hamas tarehe 3 Oktoba, ambapo taarifa hii ilitoka pale eneo la Miladia, na hii ilikuwa imetolewa na hiyo harakati ya upinzani wa Kiislamu kwa maana ya Hamas. Kwa hiyo mnaweza mkaona ni kwamba Hamas wenyewe wamesema wako tayari, lakini kwa bahati mbaya sana wakati wakizungumza kwamba wako tayari kusitisha mapigano, kuachilia mbali mateka pamoja na wafungwa, ni kwamba Israel yenyewe imeendelea kufanya mashambulizi ambayo yamepelekea vifo vya watu kadhaa. Lakini hii inaonyesha kwamba Israel kuna namna ni kama hawataki kabisa kusitisha mapigano, lakini vitisho vya Marekani dhidi ya Hamas inawezekana ndivyo ambavyo vilipelekea hawa watu wa Hamas kukubaliana na hicho ambacho kimezungumzwa na rais wa bwana Donald Trump. Mpango huu ambao unataka Hamas, ambayo imeorodheshwa kama kundi la kigaidi na Ujerumani, Umoja wa Ulaya, Marekani na baadhi ya mataifa ya Kiarabu, liondolewe madarakani na kulazimishwa kusalimisha silaha, ambapo nataka mageuzi ya mamlaka ya Palestina ambayo inasimamia ukingo wa magharibi, pamoja na ahadi kutoka Israel kwamba haitashambulia tena Qatar ambayo imekuwa ikijitahidi kuwa msuluhishi. Vipengele vingine vilivyopo katika mpango wenye vipengele 20 wa bwana Donald Trump ni Gaza kupewa mpango wa uchumi kwa ajili ya ukuaji, dhamana ya kiusalama itakayosimamiwa na Marekani pamoja na mataifa ya eneo hilo, wakimbizi kurudi katika makao yao, hakuna mkazi wa Gaza atakayelazimishwa kuondoka. Kwa muda wa awali, Gaza itasimamiwa na serikali ya mpito, ambapo baadhi ya wanachama wa zamani wa Hamas watachagua kubaki na kushirikiana na mpango huo au kupewa hifadhi salama katika mataifa mengine. Lakini pia eneo jingine ambalo lilikuwepo katika mpango huo ni kwamba aidha jeshi la ulinzi la Israel IDF linatakiwa kusitisha mara moja operation zake zote na kuondoka kwenye maeneo yote ambayo wameyakamata, na Israel pia ilitakiwa kuahidi kutoikalia wala kuinyakua Gaza. Ripoti ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa UNHCR mwezi huu ilisema Israel imehusika na mauaji ya kimbali dhidi ya Wapalestina.
Ifahamike, asili ya mpango huu ni ipi? Asili ya mpango huu inatokana na mjumbe wa Marekani Steve Witkoff ambaye alisema mnamo Septemba 23, 2025 kwamba Trump alitoa wazo hilo katika mkutano wa viongozi wa Kiarabu na Kiislamu huko Qatar, Saudi Arabia, Indonesia, Uturuki, Pakistan, Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu na Jordan, kando ya mkutano wa Umoja wa Mataifa, ambapo rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas hakuruhusiwa kuhudhuria baada ya Marekani kuzuia au kupiga marufuku visa yake kutumika. Mataifa haya yalitoa tamko la pamoja yakisema yamerudia ahadi yao ya kushirikiana na rais pamoja na kusisitiza umuhimu wa uongozi wake kumaliza vita, na inadaiwa kwamba pia taasisi ya Tony Blair for Global Change ambayo ilihusika katika kuandaa mpango huo. Baadhi ya taarifa zinasema Blair, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza, atakuwa mkuu wa mamlaka ya mpito ya kitaifa ya kule Gaza inayofahamika kama JITA, ambayo inaweza kudumu kwa miaka kadhaa hadi pale mamlaka ya Palestina itakapotimiza yale mamlaka muhimu. Kwa hiyo hili ndilo ambalo linaendelea huko, ila bad enough ni kwamba ninaona ni kama kuna namna watu wa Israel au Marekani ni kama wanaitaka sana ile Palestina, kwa sababu ukiangalia hata namna muundo ambavyo wanautengeneza wa hayo makubaliano, namna ambavyo wanahitaji Palestina ibaki baada ya wao kuwa wamefikia kwenye hiyo session ya kufanya makubaliano, unaona kabisa ni makubaliano ambayo yanaubeba upande mmoja, yanaubeba upande wa Israel. Masharti ambayo yanawekwa kwa upande wa Palestina ni magumu, masharti yanayowekwa upande wa Hamas ni magumu, lakini masharti ambayo yanawekwa upande wa Israel ni masharti ya kawaida sana. Na unamtazama mtu kama waziri mkuu wa zamani wa Uingereza bwana Tony Blair, ndiye ambaye anatajwa kwamba atakuwa ndio kama kiongozi fulani ambaye atakuwa anasimamia ule ukanda wa Gaza, ambaye na hiyo Tony Blair na mwenyewe ni upande wao huo wa wakina Marekani. Na Marekani alisema anatoa saa 72 baada ya Oktoba 5 kama yani watakuwa hawajafikia ile makubaliano ambayo Hamas pamoja na Israel wanatakiwa kuyafikia, basi Marekani ataingilia kati na kufanya mashambulizi. Fahamike, itakuwa ni siku 2 tu kabla ya kuadhimisha miaka ile 3 tangu hiyo Hamas walipofanya mashambulizi ile Oktoba 7 mwaka 2023. Though itakuwa ni kama miaka 2 net baada ya hao Hamas kufanya mashambulizi katika eneo hilo. Tunasubiri tuone je, vipengele hivi na hivi tunavyoona Israel tayari wameanza kufanya mashambulizi vitakuwa vina maana gani hasa katika ukanda wa Palestina. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.